Hujambo mtazamaji wangu na karibu tena katika mafundisho yetu ya siku ya leo. Kichwa cha fundisho letu la siku ya leo kinasema baada ya uasi wa Wayahudi nini kilifuata? Kwa hivyo tunaona ya kwamba uasi wa Wayahudi dhidi ya Warumi uliishia kwa maafa makubwa. Manake tunaona ya kwamba hapo mwaka wa 70 Yerusalemu iliweza kuanguka mikononi mwa Warumi. Hekalu likaweza kubomolewa na mali nyingi zikaweza kuchukuliwa na Warumi ambavyo vilikuwa hekaluni. Watu wengi wakaweza kuuawa na vile vile watu Wayahudi wengi pia wakaweza kutawanyika katika nchi jirani. Kwa hivyo lakini baada ya hayo kulitokea mambo yepi? Tutachunguza mambo kadha wa kadha ambayo ni pamoja na kilichofuata kwa Warumi, matokeo kwa Wakristo, hali ya dini ya Kiyahudi na vile vile hali ya nchi ya Israeli. Kwa hivyo tunapoangalia hoja ya kwanza kati ya hoja 6 ambazo tuko nazo, tunaona ya kwamba Warumi waliona ushindi huu kama ushindi mkubwa wa dola. Na vile vile Titus ambaye alikuwa ndiye jenerali aliweza kurejea huko Roma kama mshindi. Na baadaye alikuja kuwa Kaisari, yani president wa nchi yao. Hazina nyingi za hekalu ziliweza kuchukuliwa ambavyo vilikuwa ni pamoja na vifaa vya dhahabu, vinara vya taa, vyombo vya ibada pamoja na fedha. Na vitu hivi viliweza kuonyeshwa katika gwaridi ya ushindi. Na tukio hili linaonekana katika the Ark of Titus. Mataifa mengi yaliogopa kuasi baada ya kuona yaliyowapata Wayahudi. Na Warumi walionekana kuwa dola isiyosidika kwa kipindi hicho. Ingawa walishinda Yerusalemu, baadaye waliweza pia na hao kuanguka. Na hii hutukumbusha kwamba falme za dunia hupita. Katika hoja ya pili tunaona matokeo ya Ukristo. Kabla na baada ya mwaka wa 70 AD, waumini wengi walitoka Yerusalemu kwenda maeneo mengine kama vile Syria, Asia Dogo, Misri, Ugiriki pamoja na Roma. Na hivyo Injili iliweza kuendelea au iliweza kuenea haraka. Mwanzoni wengi waliona Ukristo kama tawi la Kiyahudi, lakini baada ya hekalu kubomolewa, mfumo wa sadaka uliweza kuisha na Wakristo wakawa wanasisitiza kwamba Yesu ndiye sadaka kamili. Na kanisa ikawa na utambulisho wake zaidi. Miji kama Antioch, Ephesus na Rome ikawa vituo muhimu vya Wakristo. Katika kitabu cha Mathayo 24 na Luka 21 zilieleweka zaidi na waumini kama onyo lililotimia. Katika hoja ya tatu ni hali ya dini ya Kiyahudi. Kwa hivyo tunaona kabla ya mwaka wa 70 AD hekalu lilikuwa kitovu cha dini ya Kiyahudi na sadaka za wanyama, ukuhani na vile vile sikukuu nyingi. Lakini baada ya kubomolewa sadaka zikakoma na makuhani wakapoteza nafasi kuu. Ibada ilihamia kwenye masinagogi na huko walisoma Torati, kuomba na kufundisha. Makundi kama Masadukayo yalipotea kwa sababu yalitegemea hekalu. Lakini Mafarisayo waliendelea kupitia walimu wa sheria. Na hapo ndipo ilijengwa kile kinachojulikana kama Rabbinic Judaism. Na Wayahudi wengi waliishi kama wageni katika mataifa mbalimbali kwa karne nyingi. Katika hoja ya 4 ni hali ya nchi ya Israeli. Ardhi ilibaki chini ya Warumi. Kwa hivyo baada ya vita eneo la Yudea ilibaki chini ya utawala wa Warumi.
Na kwa hivyo tunaona ya kwamba kwa sababu ya mauaji na vile vile njaa na utumwa na vile vile kukimbia nchi, uasi mwingine baadaye uliweza kuonekana au uliweza kutokea. Kwa hivyo kati ya mwaka wa 132 na 35 kulitokea Bar Kokhba revolt, na Warumi waliuzima kwa ukali mkubwa. Na baada ya hapo Wayahudi wengi walizuiwa kuingia Yerusalemu, na Warumi baadaye waliita eneo hilo Syria Palestina, wakitaka kufuta utambulisho wa Kiyahudi wa Yudea. Katika hoja ya 5 ni mafunzo ya kiroho. Jambo la kwanza tunaangalia falme za dunia si milele. Tunaona ya kwamba Warumi walikuwa na nguvu, lakini nao walianguka. Jambo la pili ni Mungu hutimiza makusudi yake. Kupitia misukosuko, injili iliendelea kuenea. Vile vile kuna ibada, lakini si jengo tu. Hekalo lilibomolewa, lakini kumwabudu Mungu kuliendelea. Na vile vile maangamizi yanaweza kuzaa mwanzo mpya. Tunaona ya kwamba kutawanyika kwa waumini kulisaidia kuenea kwa Ukristo. Na tunapohitimiza tunaona ni kwamba baada ya uasi wa Wayahudi, Warumi walishida kwa muda. Yerusalemu iliharibiwa. Uyahudi ulibadilika kutoka hekaluni kwenda masinagogini. Vile vile Ukristo uliendelea au ulienea kwa kasi duniani. Na nchi ya Yudea ilibaki chini ya mataifa ya kigeni kwa muda mrefu. Kwa hiyo tukio hili halikuwa mwisho wa mji, bali mwanzo wa sura mpya katika historia ya dini duniani. Kwa hivyo tunakomea hapo kwa siku hii ya leo. Natumaini kwamba umejifunza mengi yale ambayo yalijiri baada ya kuanguka kwa mji wa Yerusalemu, baada ya kubomolewa kwa hekalu, baada ya mali nyingi za hekalu kuchukuliwa na Warumi, na nchi ya Israeli kuendelea kuwa chini ya miguu mwa Warumi. Kwa hayo na kutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki, akutendee mema. Shalom.